Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kile kinachoendelezwa na Israel kupitia jeshi lake la IDF ambalo limepata idhini kutoka kwa Marekani kufanya mashambulizi huko nchini Yemen, huku wakiligusa zaidi kundi la wapiganaji la Hezbollah. Jeshi la Israeli limesema siku ya Ijumaa kuwa walishambulia maeneo lengwa ya Hezbollah nchini Lebanon. Jeshi la Lebanon limesema mnamo Alhamisi kuwa limechukua udhibiti wa operesheni kusini mwa nchi, lakini Israel ikajibu kuwa juhudi za kuwapokonya silaha wapiganaji wa Hezbollah hazitoshi. Lebanon imekuwa chini ya shinikizo kubwa la kimataifa, hasa kutoka Marekani, kuipokonya silaha Hezbollah tangu makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi Novemba mwaka 2024 yalipomaliza vita vya mwaka mmoja kati ya Israel na Hezbollah. Jeshi limesema lengo lake limefikiwa kwa njia yenye ufanisi na inayoonekana, lakini bado kuna kazi ya kufanywa kuondoa silaha na mahandaki ambayo hajalipuliwa. Akijibu taarifa jeshi la Lebanon, ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilisema juhudi za kuipokonya silaha Hezbollah kikamilifu zilikuwa mwanzo wa kutia moyo, lakini hazitoshi kama ilivyothibitishwa na juhudi za Hezbollah za kujihami tena na kujenga upya miundombinu yake ya ugaidi kwa usaidizi wa Iran, imesema ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Katika mwezi Desemba mwaka 2025, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisafiri hadi Washington na kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alitoa idhini ya kushambuliwa kwa kundi la Hezbollah pamoja na mshirika wake Iran. Sasa Israel imeshaanza mashambulizi yake upande wa Hezbollah baada ya Eyal Zamir, mkuu wa majeshi, kutangaza hali ya kujiandaa kikamilifu kwa jeshi hilo. Na wakati huu wasiwasi unajiongea nchini Iran kwamba huenda kukafanyika mashambulizi katika siku za hivi karibuni. Mashambulizi ya Israel pia yanatajwa kuwaua Wapalestina wasiopungua 11 katika mashambulizi tofauti katika eneo la ukanda wa Gaza. Madaktari walisema katika kile ambacho jeshi lilisema lilitokana na shambulio la roketi lililoshindwa la wanamgambo katika eneo hilo. Madaktari wamesema shambulizi hilo la anga la Israel liliua watu wasiopungua 4 na kujeruhi wengine 3, wakiwemo watoto katika eneo hilo la magharibi la Khan Yunis kusini mwa ukanda wa Gaza. Shambulizi jingine lilimuua mtu mmoja mashariki mwa mji huo, karibu na mahala ambapo vikosi vya Israel vinafanya kazi. Baadaye madaktari walisema mwanamume mmoja aliuawa katika shambulizi la Israel dhidi ya shule iliyokuwa ikiwahifadhi familia zilizokimbia makazi yao huko Jabalia kaskazini mwa ukanda wa Gaza, huku shambulizi jingine likimuua mtu aliyekuwa kwenye hema karibu na Deir al-Bala katikati mwa ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel limesema limewashambulia wanamgambo kadhaa wa Hamas, maeneo ya kurusha roketi na kile kilichoelezwa kuwa ni miundombinu ya Hezbollah baada ya roketi kurushwa katika eneo la jiji la Gaza kuelekea Israel. Jeshi limesema roketi hiyo haikufanikiwa kwenda mbali na kutoa karibu na hospitali huko Gaza na kuishutumu Hamas kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Chanzo kutoka kundi la wapiganaji la Kipalestina la Hamas limeiambia Reuters kuwa imethibitisha madai hayo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.